kwamba sasa natakiwa nikaifanye kazi yangu vizuri haraka ili mambo mengine yakae sawa, sababu hiki ni kitu kidogo tu. Hiki nini tena sasa? Kwa nini iwe hivi? Itakuweje sasa tena iwe hivi? Na haijawahi kutokea hata siku na moja mimi nikashindwa kazi. Mbona sijafanya mimi hivi? Huyu atakuwa ni nani tena? Kama kuna mtu ameingilia mipangilio yangu, ameamua kugeuza usiku kwa mchana tena, na mimi ndipo kwa nimepanga nikafanye kazi vizuri. Hapana, hapana. Kwa nini nishindwe? Kimetokea nini tena? Ni nani ameingia katika mipangilio yangu? Hapana, itanipasa niwahi barazani haraka na mapema sana. Nimeweza. Hapa kuna kitu ambacho hakipo sawa. Hii hali sio ya kawaida. Mara giza, mara mwanga. Mke wangu, tuna vita kubwa sana. Kweli kabisa. Tena ni vita ya kiroho. Yahitajika tuvishinde. Tuombe. Sawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo anatutole hai, wewe Mungu uliye mtakatifu, tazama Mungu wa mbingu na nchi, kuna vita kubwa ambayo Bwana ipo kati yetu. Nayo hii vita tunaukabidhi wewe, maana wewe ndiye mpiganaji wa vita vyetu. Baba, tunaomba ukatushindie. Tazama, kuna nguvu za giza zinahitaji kutawala, lakini sisi Bwana ni wana wa nuru. Tunahitaji Bwana nuru ikangaze na ikatawale mahali pote. Tufunike na ulinzi wako, nyumba hii ukaifunike, watumishi wako ukawafunike, wana wako ukawafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Tunahitaji uwepo wako Mungu na mbingu zako zikaitike kwa wakati huu, mfalme wa amani, tunapojikabidhi na kuyakabidhi malango ya mtumishi wako na wana wako. Baba, ukawalinde na kuepusha na mabaya yote, nguvu za giza zikashindwa kunyamaza kimya, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninaomba na kushukuru, amen. Mke wangu, yatupaswa tupambane sana. Ni kweli kabisa, kwa sababu vita tulio nayo sio ndogo, ni kubwa. Kweli kabisa. Yaani haiwezekani giza litande ghafla, afu tena ghafla mwanga. Tuna vita kubwa mno mchungaji, na inatupasa tuipiganie nuru izidi kuwa inaangaza kila itwapo leo. Na kusii na wewe pia, jipe nguvu tuishinde. Ni kweli kabisa. Amen. Hiki kilichotokea ni mimi. Yaani nimeubadilisha usiku kuwa mchana na mchana kuwa usiku, alafu ghafla inabadilika kuwa mchana. Hili swala mbona ni geni kwangu na haijawahi kutokea. Je, ni nani atakuwa amefanya jambo hili? Hivi unajua ile 1, 2, 3 tunaondoka. Ya unajua kishoka, kati ya siku ambazo na furaha ni leo.
Yaani nina furaha sana. Unajua hapa tulipo ni hatari, ila we kiboko aise. Kiaje? Umegeuza mchana ikawa usiku. Wewe hili swala umelijuaje? Sasa kujua hapo umegeuza mpaka huku makao makuu tumekuwa usiku. Mpaka natafuta mishumaa na nini. Yaani sasa unajua nawaza kitu kimoja. Sasa Kishoka, mkuu alikwambia uende ukapambane na mchungaji. Wewe umeenda kupambana na siku. Eti mchana unageuza usiku. Mchungaji amekufa. Nyie mmeshindwa. Kazi mniachie mimi. Na ukumbuke kila mtu ana utaalamu wake. Kwa hiyo basi usipende kuwa unaingilia vitu ambavyo havikuhusu. Sawa. Lakini mimi nimekuja kukupa ushauri tu. Kwenye utaalamu wako ukiongeza ujuzi kidogo unaweza ukafanikiwa. Kwa sasa hivi bado. Kwa hiyo wewe umejuaje mimi siwezi? Hayo umesema wewe. Lakini picha inajionyesha. Labda nikuulize jambo. Kabla ya mimi sijaja huko, wewe si ndio ulianza kuja? Na ukaagizwa hii kazi. Ndio, lakini ni kwa mara ya kwanza. Si ndio? Na ukashindwa. Swala la kufeli siwezi kulizungumzia sana. Maana ilikuwa ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo hata yani hatujafeli sana. Hivyo. Wewe tutakuachia, ndio maana tumekaa pembeni. Hata hatutaki kuhusika na usiku na mchana. Sasa kama nyie mlishindwa kazi hadi mkuu akaamua kunileta mimi na mimi nimekuja, basi mniache nifanye kazi, na ukumbuke kila moja huwa na utaalamu wake. Kwa hiyo hujajua mimi nimepanga vipi. Kumbuka vitu vingine sio vya kukurupukia. Lazima uende taratibu. Kuona mimi na mbinu zangu nazozipanga kwa sababu ya huyo mtu. Kwa hiyo na kuomba sana usiingilie maswala. Niachie. Mchungaji. Na wewe hapa vipi? Nimekufuata wewe. Umenifuata mimi? Nimekufuata wewe vipi? Kufanya nini? Nimekukataza kukaa unanifuatafuata. Sitaki mazoea na wewe. Sijui unanielewa vizuri? Sitaki mazoea na wewe. Full stop. Kwani kipi hapa? Chajabu nini? Simekufuata wewe. Halafu mchungaji, kwa nini napiga simu zangu pokea? Ninavyopiga simu pokea. Pia leo nataka uje nyumbani na mazungumzo ya muhimu sana na wewe. Tena. Yaani haitoshi kunifuata kwenye mazingira ya ibadani, unaniambia nikufuate tena nyumbani. Hilo haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Nisikilize. Mchungaji, utaka kupokea simu zangu. Unaleta jeuri sio? Ngoja nikuonyeshe. Nadhani ninachozungumza kinaeleweka. Tazama hapa. Sawa. Wala hata hatujaishikilia sisi, lakini kuna kitu nakiwaza. Unajua Kishoka, tuseme tu ukweli. Wewe ni ndugu yangu. Tuna baba mmoja, mkuu wetu. Ambacho ningependa kukushauri cha maana sana. Hebu achana na hili jukumu, achana na hii kazi. Uondoke tu zako. Itafaa sana. Kidogo. Umeona mimi sina ujuzi. Umeona mimi siwezi chochote. Si ndio? Wewe endelea kujiamulia mambo. Mimi niko pembeni. Kama ikiwa usiku, nitakuwa na mshumaa wangu.
Kumbe ndo wewe. Mimi ni Ndio uliobadilisha? Mimi wala mimi ni msiki. Unanisingizia. Mimi siwezi kushiriki hivyo vitu. Zaidi tu 1, 2, 3 tunaondoka. Endelea kufeli, tunaondoka. Na kama ni mchungaji hawezi akafanya jambo hili, na hana uwezo huo. Maki yule ni mdogo sana, na hapa namvutia muda tu, ili hapo baadaye nije nifanye action kweli. Sasa usiponisikiliza ninachokitaka, hizi video hizi nitazisambaza mtandaoni. Nitahakikisha muumini wako anajua, mke wako anajua, nitahakikisha na kuchafulia jina na kuharibia CV yako, na ndoa yako yote itakuwa matatani. Sasa uchague moja, unifuate mimi, usikilize ninachokitaka au ukatae. Upo? Kumbe siku ile umeniita nyumbani kwako, kumbe ulinitegeshia kamera. Ukadhani kwamba utanipata kirahisi tu zaidi na zaidi. Haiwezekani. Siwezi. Mchungaji, mimi sio mtoto wala mimi sio mjinga. Sasa maamuzi ni ya kwako. Uje kwangu nisikilize ninachokitaka au ukatae nikuchafulie jina. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, giza Nimewaiteni nyinyi nyote. Kuna kusudio moja tu, la huyu mwenzetu alilofanya. Mkuu amesikitishwa sana na hichi kitendo alichokifanya. Unafanya jaribio alafu unafeli? Mimi nilijua tu huyu asingeweza kazi ilikuwa ni nzito sana ile. Kwa hiyo hata ikumfaa. Usingeweza kuifanya hii kazi. Toka mwanzo nilijua wewe ni dhaifu sana, huna uwezo wa kupambana na yule mchungaji, lakini mlinibishia. Leo yako wapi? Kishoka, labda una kitu cha kujitetea hapo. Mimi nilikuwa na testia tu, nilikuwa najaribishia kama nguvu zangu ziko vizuri. Mimi nikaamua kugeuza mchana kuwa usiku na usiku kuwa mchana. Lakini nilipogeuza mchana kuwa usiku, sikujipanga vizuri. Make nilikuwa na testia tu, sikuweka kinga aina yoyote ya kwamba labda kuna mtu atakuja badilishe vile. Ila ninaamini Marikia, hii kazi nitaifanya vizuri na sitafeli tena. Maana nilikuwa na testia tu niangalie, sikujipanga vizuri. Vizuri? Wewe ni msaliti vile vile. Unawezaje kwenda kwenye uwanja wa vita pasipo silaha? Unawezaje kusahau silaha kwenye uwanja wa mapambano? Wewe ni dhaifu. Ndio maana toka mwanzo nilisema wewe ni dhaifu sana. Wewe ni msaliti vile vile. Hivyo watu kama nyinyi mnastahili adhabu, na hili lazima alifikishe kwa mkuu. Lakini kumbukeni, nyie mlipewa kazi mkafeli. Hatimaye nimeletwa mimi. Acheni nifanye kazi, na kama mlikuwa mnajua kwamba ni kujipanga, mbona mlienda kule mkafeli? Kwa nini msingekuwa mmeenda mmekamilika? Hapana. Mke wangu. Bema. Siku hizi kuna kauzembe na kaona hivi. Kauzembe gani tena? Yaani hauhudhurii kabisa ibada za jioni.
Mimi nahudhuriaga mume wangu, sema tu kuna muda majukumu hapa nyumbani yanabana kwa siku moja moja, ndio maana huwa sihudhurii. Majukumu mpaka unamsahau Mungu wako? Mungu wangu siwezi nikamsahau. Hizi kumsahau wakati ndo kama hivyo ufiki ibadani. Haiwezekani. Mistaki ya mambo. Sio kama tulishindwa, ila wakuchovya ndo aliyetufelisha. Asingekuwa wakuchovya, kazi ingeenda sawa sawa. Ila kwa sasa tunaomba nafasi ya mwisho. Tutaenda kuifanya hii kazi vizuri kama jinsi ilivyopangwa. Hatutamfelisha mkuu. Kimya. Lakini mkuu amekupa nafasi nyingine. Usawazishe makosa yako uliyoyafanya. Yaani nilijua huu ni upendeleo wa wazi. Yaani hili baraza halina hata haki. Basi tu yani, basi tu, lakini mnakatishana tamaa tu. Hakuna cha upendeleo hapa. Kama nyie mlishindwa, acha ajaribu mara ya pili. Na kama akishindwa, sidhani kama atasamehewa na mkuu. Na kikao hiki na kifunga. Kila mtu akaendelea na majukumu yake. Nuru. Come. 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 Mwanga wa kweli.